Yaani alimaanisha hakuna jasho la mtu mmoja kuliwa ama kufaidiwa na mtu mwingine. Na alijaribu kuweka wazi katika kitabu chake cha Ujamaa ambacho alikichapisha mwaka 1967 kwa mara ya kwanza, lakini baadaye kikachapishwa mwaka 1968 kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mara ya kwanza alikichapisha kwa lugha ya Kiingereza. Alisema katika kuzungumzia dhana ya ujamaa, hatutakiwi kuchanganya socialism ya Ulaya, yani ambayo Kiswahili chake watu wanatafsiri kama ujamaa, lakini kule Ulaya yeye anasema katika socialism ya Ulaya watu walikuwa wanajaribu kutafuta usawa ambao ni kwa wafanyakazi waliokuwa wakinyanyaswa na kunyonywa haki zao wakati wakifanya kazi viwandani. Lakini yeye anasema usawa wa kijamaa katika nchi ya Tanganyika na Tanzania baadaye, lakini pia kwa nchi za Afrika kwa ujumla, alimaanisha kwamba ujamaa wetu ni tofauti kwa sababu ujamaa wetu unaturudisha nyuma kabla ya ukoloni, ambako wa Afrika walikuwa wakifanya kazi kwa pamoja. Yaani ujamaa, neno jamaa alilihusianisha na familia, akisema kwamba tunajaribu kuleta ule udugu wa kifamilia, kwa maana kila mtu anamuona mwenzake ni mtu wa familia yake. Kwa hiyo kadri watu wanavyofanya kazi, mtu wa sehemu moja ya taifa anashirikiana na mtu wa sehemu nyingine ya taifa hilo hilo, kama vile wale watu ni watu wa familia moja.